kama ikiwapendeza tutafute njia nyingine ya kuadhibu mtu ambaye unamuona yuko tofauti na itikadi zako. Kwangu mimi nikisema nizungumzie upande wa wasanii, naona ni msanii ambaye ameadhibiwa kwa kosa la kujitafutia riziki. Ni kwa kosa la kwenda kutafuta kipato chake. Kumbuka wasanii walikuwa kwenye majukwaa ya siasa, walikuwa wanalipwa. Huo ndio kweli, mimi najua walikuwa wanalipwa. Hamna msanii ambaye alikuwa afanya kazi bure. Kwa hiyo maana ameenda kujitafutia riziki, sisi tunamwadhibu kwa sababu anaenda kutafuta riziki yake. Lakini pia msanii anayo haki ya kuchagua chama, kama nilivyomtaja hapa Sugu. Sugu ni msanii, lakini amechagua chama ambacho anakifanyia kazi. Nay tena wa Mitego, naomba roho usikae kimya. Nay ni msanii na ni kijana wangu. Yeye mwenyewe atathubutu kabisa au atakiri kabisa mimi ni mmoja kati ya watu nimemjenga Nay kuanzia anaanza kwenye muziki. Lakini hata alivyoamua kwenda kuchagua site au side ya chama, tulikaa tukaongea mimi na Nay. Nikamwambia Nay, mimi nikifanya muziki na focus na muziki. Akaniambia bro, naelewa, lakini mimi niruhusu nifanye itikadi zangu kwenye chama kingine. Nikamwambia sawa. Nay sijawahi kumvunjia heshima, sijawahi kumnyima platform. Tena nakumbuka hata mwaka 2022 tulipata nafasi ya kufanya kampeni ya kuhamasisha watu kuchanja baada ya ile janga la COVID, na one of my taasisi ilipewa hiyo kazi. Nikiamini Nay ni mtu ambaye ana sikio kubwa kwa wananchi chini. Nilimfuata Nay nikamwambia kuna kazi hapa ya kampeni ya watu kuchanja. Nay akaniambia bwana, mimi sidhani kama nitaruhusiwa kwa sababu mimi itikadi zangu, na hiyo ni kampeni ambayo iko chini ya Wizara ya Afya. Wizara ya Afya ni serikali. Sidhani kama nitaruhusiwa. Nay nikamwambia hili ni jambo la kitaifa, halina chama, na mimi nitasimama kuwaelekeza wahusika wasichanganye mambo ya siasa na mambo ya kitaifa. Which is, Nay unakumbuka hii event ulizunguka katika hiyo tour nchi nzima, shughuli ya Wizara ya Afya, shughuli ya kiserikali, na wewe ulipanda kwenye hiyo stage kwa sababu muziki ulikuwa umesimama kama muziki kwa ajili ya kuelimisha wananchi wakachanja.